Rais wa Marekani asema anafikiria kumaliza operesheni ya kijeshi Mashariki ya Kati. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa asema anashirikiana na bodi ya amani ya Trump kwa ujenzi mpya wa Gaza. Na marais wa Kenya na Uganda kukutana kuhusu upanuzi wa reli ya kisasa SGR. Habari kamili. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema utawala wake unafikiria kumaliza operesheni za kijeshi Mashariki ya Kati licha nchi hiyo kutangaza kutuma meli zaidi za kivita na jeshi la wanamaji katika eneo hilo, huku Iran nayo ikitishia kushambulia maeneo ya utalii duniani kote. Taarifa hizo za mkanganyiko za Marekani zinakuja baada ya kupanda tena kwa bei ya mafuta na hivyo kupelekea kushuka kwa soko la hisa la Marekani. Haya yanafuatia pia na tangazo la utawala wa Trump kwamba utaondoa vikwazo dhidi ya mafuta ya Iran yanayopakiwa kwenye meli, hatua inayolenga kukabiliana na ongezeko hilo la bei ya mafuta. Hata hivyo, vita hivyo havijaonyesha dalili za kupungua licha ya Iran kusherehekea leo sikukuu ya Eid al-Fitr. Israel imesema Iran imeendelea kufyatua makombora mapema leo Jumamosi, huku Saudi Arabia ikisema imedungua droni 20 ndani ya saa kadhaa katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo ambalo ni makazi ya mitambo mikubwa ya mafuta. Wizara ya ulinzi ya nchi hiyo imesema hakukuwa na majeruhi wala uharibifu. Washington. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amepongeza dhamira ya bodi ya amani iliyoanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump ili kufadhili na kusimamia mpango wa ujenzi mpya wa Gaza, ikiwa ni pamoja na nyumba na miundombinu ya Palestina. Haya yameripotiwa leo na shirika la kimataifa la habari Politico. Katika mahojiano, Guterres amesema kuna mpango uliofafanuliwa na kuidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kwamba wanashirikiana kikamilifu na bodi hiyo ya amani ya Trump chini ya mifumo rasmi iliyowekwa. Ameongeza kuwa hakuna haja ya bodi hiyo kutanua zaidi malengo yake mbali na ujenzi mpya wa Gaza kwa sababu hiyo sio njia sahihi ya kushughulikia changamoto zilizopo kwa sasa. Guterres pia amesema wanahitaji kuwa wazi kuhusu sheria za kimataifa na maadili ya mkataba wa Umoja wa Mataifa ambayo ni muhimu katika mpango wote wa amani. Nairobi. Marais wa Kenya na Uganda wanatarajiwa kukutana leo mjini Kisumu, karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili, kuzindua ujenzi uliocheleweshwa wa upanuzi wa reli yenye thamani ya mabilioni ya dola iliyojengwa na China, mradi ambao umeiacha Kenya kwenye deni kubwa. Reli hiyo inapaswa kufika katika mpaka huo mnamo Juni mwakani ikiwa mpango huo utazingatiwa. Reli hiyo ya kisasa maarufu kama SGR iliyojengwa kutoka mwaka 2013 hadi 2019 inaunganisha bandari ya Kenya Mombasa na mji mkuu Nairobi hadi mji wa Naivasha, lakini China ilikataa kutoa mkopo zaidi kabla ya reli hiyo kufikishwa Uganda kama ilivyopangwa. Siku ya Alhamisi, Rais wa Kenya William Ruto alizindua ujenzi wa awamu inayofuata katika kaunti ya Narok na kusema mradi huo utachochea ukuaji wa uchumi wa kikanda na kuifanya Kenya kuwa kitovu kikuu cha usafirishaji Afrika Mashariki na Kati, huku ikizalisha nafasi za ajira na kupunguza msongamano barabarani. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Moscow. Ukraine imevurumisha zaidi ya droni 280 kuelekea Urusi usiku wa kuamkia leo. Hii ikiwa moja ya shambulizi kubwa zaidi la droni tangu kuanza kwa vita hivyo. Haya yameripotiwa leo na shirika la habari la serikali Urusi TASS lililoinukuu Wizara ya Ulinzi. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, gavana wa eneo la kusini la Rostov Yuri Slyusa amesema takriban droni 90 zilidunguliwa katika eneo hilo. Kwa upande wake, meya wa Moscow Sergei Sobyanin ameripoti kuwa droni 27 zilizoelekezwa katika mji huo mkuu pia zilidunguliwa. Gavana wa eneo la kusini magharibi la Saratov Roman Busagin pia ameripoti kuuawa kwa watu 2 katika mashambulizi ya droni yaliyoharibu nyumba kadhaa. Kulingana na wizara hiyo ya ulinzi, jumla ya droni 283 zimedunguliwa. Katika kulipiza kisasi cha mashambulizi ya Urusi ambayo yamelenga eneo lake kila siku tangu mwaka 2022. Ukraine imekuwa ikishambulia mara kwa mara ndani ya Urusi, ikisema kimsingi inalenga miundombinu ya nishati na ya kijeshi. Hatimaye Berlin.
Ujerumani imesema jana kwamba imeondoa kwa muda wafanyakazi wake wa kidiplomasia kutoka Niger kwa sababu za kiusalama katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo limekumbwa na ghasia za makundi itikadi kali. Ujumbe uliochapishwa kwenye tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani umesema kutokana na hali tete ya usalama, wafanyakazi wa ubalozi wa Ujerumani mjini Niamey wamehamishwa kwa muda nje ya Niger na kwamba kwa sasa hawawezi kutoa huduma za kibalozi. Wizara hiyo pia imesema kuwa raia wa nchi za magharibi ni walengwa wakuu wa utekaji nyara unaofanywa na makundi ya wahalifu na yale ya kigaidi. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW maoni. Na mpenzi msikilizaji, karibu kwenye maoni mbele ya meza duara. Naitwa Mohamed Khelef. Tunaingia siku ya 22 hivi leo tangu kuanza kwa vita vilivyoanzishwa na Israeli na Marekani dhidi ya Iran hapo Februari 28. Katika kipindi hiki chote tunaona kwamba hali ya mambo yabadilika katika Mashariki ya Kati au kule ambao kunaitwa Asia Magharibi na Ghuba ya Uajemi. Hatuulizi tena swali kwamba je, tunakwenda vitani? Tunauliza kwamba je, vita vitaisha lini? Nani atakuwa mshindi baada ya vita hivi? Lakini kubwa zaidi, dunia itakuwaje baada ya hapo? Uongozi wa Iran unakabiliwa na sindikizo kubwa kabisa. Viongozi wake wakuu wanauawa, wameuliwa bila shaka na wanaendelea kuuawa. Israeli nayo inapokea mashambulizi kila mara kutoka Iran, lakini si Israeli peke yake, ni pamoja na maslahi ya kisiasa na kiuchumi na kijeshi ya Marekani katika ukanda mzima wa Ghuba. Tunakuta mashambulizi nchini Bahrain, nchini Kuwait, nchini Saudi Arabia, Qatar na bila shaka Umoja wa Falme za Kiarabu. Tunajiuliza hali inakwendaje na je, nini hatima yake? Tunaungana hapa na wachambuzi wetu wa masuala ya kisiasa kutoka kote ulimwenguni. Kutoka nchini Marekani, taifa ambalo limeanzisha vita hivi kisha na Israel, tunaye Profesa David Monda. Kutoka nchini Oman, taifa ambalo lilikuwa mpatanishi mkuu baina ya Iran na Marekani kabla vita kuanza, tunaye Ibrahim Rahbi. Tunatarajia pia kumpata Abdul Fattah Musa ambaye kawaida na kuwa yuko nchini Iran lakini saa hizi amerejea nyumbani visiwani Zanzibar, na baadaye ungana pia na Abdulrahman Mohamed kutoka Uingereza, taifa ambalo ni mshirika mkuu tena ambaye yupo katika laini ya simu. Karibuni sana kabisa washambuzi wetu kwenye maoni mbele ya meza duara. Shukrani sana. Asante, nashukuru sana kabisa. Tutaanza moja kwa moja kwako Profesa David Monda. Marekani tumemsikia hivi punde kabisa rais wako Donald Trump akisema kwamba anafikiria sasa kumaliza vita ambavyo amevianzisha na Israel. Nadhani Rais Donald Trump amejipata pahala pagumu. Ni pale pahala twamjua yule fisi atakayepata njia pana, urengo wa kulia ama kushoto. Amechanganyikiwa ataenda upande gani, kulia au kushoto. Kwa hivyo ni kama kwenye chama cha wana Republican, wengi wao ambao hawajapenda vita hivi, walikuwa wamesema kwamba itakuwa America first, yani maslahi ya Marekani kwanza, na wengi kwenye chama cha Republican wameghadhabishwa na nafsi hii ya Trump kwanza vita vipya kwenye Mashariki ya Kati. Lakini pia tusahau ya kwamba kuna changamoto nyingine ambapo kuna hisia hapa Marekani kwa ujumla kwamba pengine Israel ndiyo inaoongoza sera za nje za Marekani kwa wakati huu, na ni kama wengi wa umma hapa Marekani sio tu kughadhabishwa na uendelezwaji wa vita kule Mashariki ya Kati, lakini kuna dhana ya kwamba pengine kuna sokomoko za kisiasa za Wayahudi wa mrengo wa kulia, lazima niseme hivi, ambao wanashinikiza serikali ya Marekani kuendeleza vita kule Mashariki ya Kati.